Hivi unajikuta nani wewe? Niko kona. Sikia nikwambie. Kile ulichokiona kule iwe siri yako. Iwe nini? Siri yangu. Tofauti na hapo, nikisikia nadhani unanifahamu vizuri. Ninakutoa nini? Kutoa taya. Sio, umenielewa? Wewe mtoto wa kiume unakwaje mbea? Unakwaje mbea? Sasa huo mdomo wako itavunja taya hizo. Sio, umenielewa? Umenielewa? Hapana. Mimi siwezi. Mimi na Kolomelo siwezi kaongea. Sikufichi. Tume tena siwezi kaongea. Wewe mwanangu, wewe kama vipi yule mtoto mzuri, mkamue. Yaani minye. Unajua kumenya. Usimuache. Bonge la chombo kile. Hebu niambie ukweli. Dadi katoka? Na uhakika masafi ya Mtume shahidi Yesu. No, kanazo hizo taarifa. Nakwambia ni kweli, dadi katoka. Sasa sikia. Nakupa kazi. Nataka nitafutie dadi anapoishi. Popote utakumuona. Hizo taarifa zisimfikie mtu mwingine yoyote. Zisimfikie mnyangindo yoyote zaidi yangu mimi. Sio, unielewa? Ndio. Fanya kazi yako. Sawa mko. Tembea. Haina noma. Nafikiri mwanga sana. Panua zingine. Ndio wala sina shida nayo. Ila kuna kitu tisho langu kinamchanganya. Yaani sijai kutana na misheni kama hii. Tangu nimeweza kufanya kazi zangu zote. Ila hii inanisumbua sana. Rafiki yangu. Huwezi amini. Nimetoka kumpenda yule kijana sana. Kumpenda tena? Kivipi? Nimeshiriki nikueleze. Napenda kuishi sana. Nitamani yule mama. Nisema ndio kwa ndio kwa nimesoma kazi. Nisipata kuishi hivi. Sina maana na mimi wote wamekosa mpaka pale. Haendani kabisa na kazi nzuri na mshahara mzuri. Unakuwa mtu ambaye anauza madawa ya kulevya nzuri kwa siri. Kwa jinsi alivyonipokea yule kijana, jinsi nilivyoishi naye ndani, alipokuwa ananitreat kama mwanamke wake. Haisee, yule ni mwanaume. Natamani nilipe hata kidogo ya fadhila ambayo amenifanyia. Rafiki yangu, yule kaka kuuza madawa ya kulevya sio kama anapenda. Yule ni maskini tu. Kwa hapa anajitafutia tu riziki. Mbona Yesu anaweza kubadilisha ile kazi? Bwana samani, kuna jamaa mmoja hivi namuulizia, anaitwa Dadi. Ndugu yangu tumepotezana, alipata matatizo hapa katikati. Kwa hiyo sijui sasa hivi ndo namtafuta, sijui yuko wapi. Ninatambua tu kwa jina la Dadi. Anaitwa Dadi Sai. Yaani bro, mimi hapa ni mwenyeji katika mtaa huu, lakini ile jina nisikudanganya. Sijai kulisikia kabisa na nisifahamu. Ana jina lingine ambalo anatumia labda? Hapana, hana jina jingine. Kishakuwa kuna kauzito tayari. Kuna ugumu. Lakini nilikuwa na jina lingine ungenitajia, ningeweza kukusaidia. Ila jina hilo la Dadi siwezi kufahamu kabisa, na sifahamu. Na sijawahi kulisikia katika masikio yangu. Basi sawa ndugu yangu, hakuna shida. Poa hapo. Mimi nashukuru. Kwa amani. Poa.
mama umuone, mbona unashindwa kumsalimia? Marahaba mwanangu. Hivi hiyo ni adabu ya wapi wewe? Kwa unapenda kulimbikiza vitu ambavyo vilivyopita, maugomvi ya wazazi mpaka leo umeyabeba. Nini mpaka leo unabebelea katika moyo wako? Hivi una muda gani hujamuona mama? Takriban miaka 2 sasa. Mpaka leo hii. Alafu unashindwa kuonesha furaha dhidi yake. Una tatizo gani? Hivi unajua thamani ya mama wewe? Hivi nani kama mama katika ulimwengu? Nani kama mama? Wewe unajua thamani ya baba duniani? Wewe unajua umuhimu wa baba duniani? Au ndio unakalili misemo ya watu tu kwamba nani kama mama? Unajua nguvu ya mwanaume duniani? Unaijua? Unajua nguvu ya mwanaume anavyopambana kupambania familia yake, kupambania watoto wake? Ndio maana sisi tulipewa jina la ukoo la mwanaume. Ungelelewa na mwanaume ungeelewa anachokizungumza. Na bila baba bora kukutafutia mama, usingewahi kudiriki hata siku moja kusema nani kama mama. Leo imekuwa ni siku njema kukutana na wewe mama. Nataka unipe majibu ya maswali yangu. Kwa nini uliniacha mimi nikiwa mdogo? Na kwa nini ulimwacha baba? Naongea na wewe. Kimya! Usimuulize mama maswali ya kipuzi kama hayo mbele yangu. Maswali gani unamuuliza mama hayo? Ni maswali gani unamuuliza mama hayo? Unanipanda kichwani? Wewe si ndio unadiriki kusema nani kama mama? Ndio namuuliza huyu mama yako bora. Kwa nini aliniacha mimi nikiwa mdogo? Nimesema kaa kimya. Nimekuambia nyamaza, usinipande kichwani. Inatosha. Umekuwa saizi Unanivimbia kaka yako, si ndio? Alafu isitoshe upo kwangu, unanivimbia, si ndio? Unataka kuona upande wangu wa pili uko vipi? Sasa nisikilize kwa makini. Kwa kuwa umemvunjia mamangu heshima na mimi umenivunjia. Nasemaje? Hapa nyumbani kwangu sitaki nikuone. Katafute makazi mengine. Toka. Katafute sehemu nyingine ya kuishi. Sawa. Na hiyo kauli ndio nilikuwa naisubiria hapa. Kwa kuwa umenisaidia kinafiki. Toka. Mama, mwache aende. Kwa nini mtoto anakupa pressure kila siku? Wakazi gani? Mwache aende. Yule Wanyangi ndo wazazi wake, mama yake ndo baba yake. Kwa hiyo achana naye, wala asikupe pressure mama. Si umenielewa? Asiyefunzwa na wazazi, kufunzwa na ulimwengu. Mwache, akimkuta atajua yeye mwenyewe.